hatuna sababu, yani sijui kama tuna sababu ya kubadilisha sana uongozi. Kwanza kuanzia kwa diwani Omari, lakini vile vile kwa mbunge wetu Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba Madelu, lakini vile vile kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa sisi hapa mkoa wa Singida, kwenye mkoa wetu tuna bahati kubwa sana. Tuna kiongozi ambaye ndiye anayesimamia chungu cha nchi yetu kwa maana ya fedha za Tanzania. Anatoka Iramba. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kujivunia sana. Kujivunia sana. Mbunge wetu Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, lakini vile vile tunao sababu ya kujivunia sana waziri wetu Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, na pengine tumtie moyo sisi kwa sababu anatoka Iramba nyumbani mkoa wa Singida, tunapaswa kuwa wa kwanza kumuombea mema aweze kushinda uchaguzi ujao pengine, na kama inawezekana basi asipate hata ushindani kama inawezekana. Sasa unajua wakati mwingine kwa sababu ni mambo ya demokrasia kuna watu watajitokeza na nini, lakini mimi naamini yeye ni mbobevu kwenye siasa na tutamuunga mkono, na hata mimi pia ninamuunga mkono kwa sababu ni kiongozi ambaye ni shupavu, ninamuamini na anaweza kufanya mambo makubwa kwenye nchi yetu. Kama tunavyoona kwa sasa, uchumi umeimarika, bajeti imeongezeka. Juzi mimi nimeshinda tuzo, fedha zilizotolewa ni kwa sababu yeye anazitunza vizuri. Lakini vile vile bajeti ya Wizara ya Elimu imeongezeka. Mwaka wa 2024 2025 ilikuwa takriban trilioni 1.9, lakini mwaka huu 2025 kwenda 2026 imepitishwa juzi bungeni trilioni 2.4. Ongezeko la bajeti la karibia bilioni 500 na zaidi. Na haya yote ni kwa sababu waziri wa fedha chungu kiko vizuri na anasema sasa jamani, hembu hapa tuwaongeze kwenye sekta ya elimu ili tuboreshe sekta ya elimu. Sasa changamoto za sekta ya elimu sio rahisi kuzimaliza kwa haraka. Na ndio maana sisi kama wadau tunapokumbuka kile ambacho tunaweza kukifanya, tunafanya kwa kushirikiana na marafiki wengine, ndugu na jamaa, lakini kwa kushirikiana pia na nyinyi. Kwa hiyo ndugu zangu, ni wasihi sasa, kwanza tujitokeze, tujiandikishe, tuhuishe taarifa zetu kwenye daftari la kupiga kura. Alafu mwisho wa siku sasa Oktoba tuende tukapige kura. Tuchague viongozi wale ambao watatuongoza kwenye nchi yetu na kwenye nafasi huko ya juu kama tunaweza. Na nikiangalia humu wengi sana ni wamama. Nikiangalia humu wengi ni wamama. Afisa elimu wetu wa kata ni mwanamama, mkuu wa shule ya Kiomboi hospitali ni mwanamama, na maeneo mengine mengi ni wanamama. Sasa kwa nini wanamama tushindwe kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan? Kwa hiyo mimi ninawasihi sana tuendelee kumuunga mkono, tumuombee, tumtie moyo ili aweze kufika pale ambapo pengine amekusudia kama nchi. Sasa niliahidi vifaa vya michezo, niliahidi mipira miwili kwa vijana wa kiume kwa maana ya football, iko hapa, nimekuja nayo. Niliahidi mpira mmoja kwa netball, upande wa netball mpira mmoja, upande wa football mpira mmoja. Kwa hiyo miwili yote ninayo, na vivyo hivyo kwenye shule ya msingi Kiomboi hospitali nimekuja nayo. Na nikaahidi jozi mbili kwa watoto wa football kwa maana ya vijana wa kiume, zote jozi mbili nimekuja nazo kwa shule ya msingi Kiomboi Bomani, shule ya msingi Kiomboi hospitali. Lakini nikaahidi pia kwa ajili ya watoto wa kike kwa maana ya netball, walau na wao wapate vifaa vya michezo kama ambavyo tumepata mipira, basi na wao nimewaletea jozi moja ya jezi hizi za netball kwa shule ya msingi Kiomboi Bomani na shule ya msingi Kiomboi hospitali. Umekuwa mkweli. Nafikiri unaendelea kutoa mfano mzuri wa kusema na kutekeleza. Badala ya kusema na kuacha tu, lakini unasema na kutekeleza. Hii ahadi uliahidi mbele ya watu wengi, na sisi tuna nafasi sasa ya kuipeleka taarifa hii mbele ya watu wale ambao uliwaahidi wakati ule. Maana kwa kupitia mikutano na vikao vyetu vya shule lazima tupeleke taarifa kwamba kile kilichosemwa wakati ule sasa tayari kilikwisha kutekelezwa. Kwa vile ambavyo unaweza kutusaidia sisi, vile ambavyo vinawezekana, ambavyo vimo ndani ya uwezo wako, ambao tunaamini Mwenyezi Mungu amekukirimia, basi usichoke kutusaidia. Lengo ni moja tu, umeeleza wazi, kuwasaidia vijana. Nikushukuru sana, maana tangu nilipowasiliana na wewe kwa mara ya kwanza uliitika vizuri kwa 100%, na mimi kutokea hapo niseme ninaendelea kufarijika sana kuona kwamba wako watu wazawa ambao bado wanaendelea kukumbuka nyumbani kwao.
hata kwa ajili ya mambo fulani fulani. Hilo ni jambo jema sana. Nikushukuru sana kipekee kwa ajili ya hilo, lakini pia nikushukuru kwa namna ambako tunaendelea kushirikiana kwenye masuala ya mahafali. Umekuwa ukitutia moyo na kututia matumaini katika shughuli zetu, na lengo tu wakati mwingine tunakuita kwenye mahafali ni kuwahamasisha vijana hawa wadogo waone kwamba kuna watu wanatoka nyumbani na kwamba ukifanya kitu fulani baadaye unaweza kusogea katika hatua fulani. Kwa hiyo kwa namna fulani huwa tunaendelea kuwahamasisha vijana wetu kwa kuona kwamba ni lazima basi waone watu wanaotokana na mazingira ya nyumbani namna ambavyo wanasogea kwenda hatua moja mbele. Mungu akubariki kwa sababu hii ni mbegu. Wewe unaweza ukaona ni kadogo, lakini kwenye mioyo ya jamii iliyopo hapa, watoto wetu wakicheza wamevaa, kwanza kesho kutwa tu tunacheza, watang'aa. Tutawaambia kwamba kuna mdau mmoja ametoa hiki kitu. Kwa hiyo tukuombee baraka nyingi. Miradi yako yote tunaifanya. Kila kitu unachokigusa kikafanikiwe. Hali kadhalika kwa mbunge, hali kadhalika kwa diwani. Jamani, mitano tena kwa viongozi tuliokuwa nao, tunaona mambo wanayotufanyia. Mama Samia nampenda sana kwa sababu aliniondolea 6%. Ni mnufaika wa bodi ya mkopo, tulikuwa tuna 6% likilala alivyoingia tu akafuta. Kwa hiyo ni yani ana ya kwangu kwenye kula. Niwaombe na viongozi wenzangu, walimu wenzangu, mama pale Mei Mosi alifanya ya kwake. Tuna deni kwake. Tumfikishie. Watu wachache ambao huwa wanaahidi na kutimiza. Pia ni jambo la kumshukuru Mungu pia wewe kuwa tayari kutumika nyumbani. Wako watu wengi ambao ni wazao wa hapa lakini hawatumiki hapa. Wanatumika maeneo walionao au pengine hata hawatumiki. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hilo. Mungu akubariki, aendelee kukupa moyo wa kuendelea kutumika kwetu, usituchoke. Endelea kutumika kwetu kama ambavyo Mungu amekupa nafasi hiyo. Tunajivunia. Ninajivunia. Hata shule pia inajivunia kuona kwamba imetengeneza mtu muhimu, kijana muhimu, kijana wa kuona kwamba kuna haja ya kurudi nyumbani na kufanya vitu kwa ajili ya jamii ya nyumbani, lakini pia watoto wa nyumbani. Sisi tunaamini kwamba watoto wakicheza wanapata afya nzuri, kwa hiyo inawasaidia hata kwenye masomo yao wanafanya vizuri. Kwa hiyo watoto wakiona jezi kama hivi inawamotisha. Maana jezi tu akishavaa akapendeza, anaona kumbe na mimi natakiwa nicheze. Sisi walimu wa michezo kilio chetu kikubwa huwa ni hivi vitu. Na tukiviona kwa kweli hata ile hamu ya utendaji kazi huwa inaongezeka.